Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar ZURA imetangaza bei za mafuta kwa mwezi Mei 2026 zitazoanza kutumika rasmi kuanzia siku ya Alhamis tarehe 7 mwezi wa 5 2026. Sababu za kuongezeka kwa bei za mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa kwa mwezi Mei 2026 ni kuongezeka kwa bei za ununuzi wa mafuta katika soko la dunia pamoja na kuongezeka kwa gharama za uagizaji kutoka katika soko la dunia hadi kufika Zanzibar. ASAM Online TV imepata fursa ya kuzungumza na wafanyabiashara na wananchi kuhusu kupanda kwa bei mpya ya mafuta leo tarehe 7 Mei 2026, ambapo wananchi wametoa maoni yao kutokana na hali ngumu ya maisha. Bei ya mafuta imezidisha ugumu wa kufanya kazi zao za kila siku, hivyo wameiomba serikali kupunguza bei ya mafuta. Wananchi kwa malalamiko yao wanasema bei imekuwa kubwa, lakini sasa imebidi mafuta, itabidi hawana la kufanya, itabidi hawana budi, yani itabidi watie tu hivyo. Kila anokuja itabidi tutie tu, maana hatuna la kufanya, tutafanya hivi, maana vyombo tunataka kutumia. Kupanda ndio tunajua sasa hivi kuna ugumu wa mafuta, kuna tatizo la mafuta, lakini sasa na wenzetu tuwatizame wafanya biashara nao pia. Ukiangalia wenye dadala njia zenyewe, kwa sasa hivi njia zenyewe mbaya. Lita 10 mtu kama alikuwa anatoka Fuoni mpaka mjini, sasa hivi lita 10 hazimfikishi kwa mafoleni. Kwa vyote na wao angalau waonewe huruma, waongezewe na bei ya nauli, kwa sababu na wao pia nao binadamu, tukiangalia wana majukumu, wana familia, wana kila kitu. Kwa hiyo na wao lazima wanataka, kwa sababu atafanya kazi zote atatia mafuta, kwake inabidi anasubiriwa. Neno tunaloambia ndio wastahimili tu, waje wateja wetu wazoee hivyo hivyo, mpaka mwanzo unakuwa mgumu, mwisho watazoea, lakini ndio hivyo. Nao madereva wa daladala wameiomba serikali kuwatengenezea miundombinu mizuri ya barabara ili kurahisisha kazi zao za usafiri wa umma. Aidha, wameiomba serikali kuongezea bei ya nauli ili waweze kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kupanda kwa bei ya mafuta kwa hakika ni shida sana kwetu sisi madereva. Na maoni yetu kwa serikali, kutokana na hali ya barabara, kwanza shida, foleni kubwa. Kiufupi, serikali watuangalie kwa macho ya juu kabisa, hususa sisi wafanyakazi wa daladala. Wito wangu kwa serikali, waangalie umuhimu wa wafanyakazi wa daladala ambao kuwa ni wahudumu wakuu wa kuwasafirisha abiria kuwapeleka katika pilika zao za kazi, na pia watuepushie, yani watuondoshee usumbufu wa barabara zina mashimo, foleni. Kwa hiyo na sisi tunafanya kazi zetu kwa shida. Ombi letu de madereva daladala, hii hali serikali au watu wa juu wa serikali waiangalie kwa makini, na pia wachukue jukumu la kutuangalia, kutupandishia kama ni bei, au wakae vikao wenye wao, wajue nini wanafanya kuhusu wafanyakazi wa daladala na wafanyakazi wa chini kwa usumbufu huu tunaopata. Na bei ya mafuta kusema la ukweli ni mtihani, kwa sababu mafuta tumezoea kutia mafuta bei chini, lakini sasa kila tukikaa mafuta napanda kila siku. Kwa hakika ni hali ngumu sana. Sasa hivi mafuta tumezoea kununua 3,500, sasa hivi yamepanda mpaka 4,000, 3,800 na something. Kwa sisi wafanya biashara, kwa sisi kwa kifupi tupa ugumu kidogo, kwa sababu wateja wetu wengi, yani kuwapandishia bei kwa ghafla hivi ni ngumu kidogo, lakini sasa inabidi tuende nao hivyo hivyo, hatuna namna. Na sasa sisi tungeomba tu serikali tupunguzie, yani angalia ishushe, yani ufanye namna yote ishushe, kwa sababu maisha magumu kidogo. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Suhaila Bakari Ali, nyuma ya kamera ni Madina Omar.